lina rangi zake maalum na jicho la kushoto lina rangi zake. Ukifanya hivi utaona kama ni sawa, lakini si sawa. Mwenyezi Mungu anasema yeye ameumba vitu viwili viwili, na vitu viwili viwili pia havifanani. Binadamu wote tunasema wako sawa, lakini kuna mke na mume hawako sawa. Kuna mkono wa kulia na kushoto, yote ni mikono lakini haiko sawa, na miguu vile vile. Na hizi rangi msizione tu zinaenda, pia zina maana kubwa katika maisha ya mwanadamu. Anna Allaha khalaqa kulli shay'in li khidmati al-insan wal insan li khidmati Allah. Hivi vitu vyote vilivyoumbwa ni kwa ajili ya kumtumikia mwanadamu, na mwanadamu naye ameumbwa kwa ajili ya kumtumikia Allah. Akimtumikia Allah, hivi viumbe vyote vitamtumikia mwanadamu. Hizi rangi mnazoziumba ni nyingi, mnazoziona ni nyingi Mwenyezi Mungu alizoziumba. Cha kwanza kabisa ni introduction, ni utambulisho. Mmeona hizi samaa sauti, microphone. Hapa kuna Sambawia TV. Angalia ina rangi yake, ukiizoea katika macho unaitofautisha na hii Naso TV. Naso logo yao nyeupe, hii Sambawia nyekundu. Umeona different? Ukielekezwa msikiti wa Songea uko wapi? We nenda, ukifika pale kuna misikiti mingi, kuna Al-Haramaini, lakini ule wa Songea utakuta ni mweupe alafu umepigwa rangi fulani. Kwanza kabisa rangi ni introduction. Tukienda kule Maka hija, tunaongozwa na bendera. Rangi zile ukitizama, hii bendera ya Urusi, hii ya Marekani, hii ya Tanzania. Cha kwanza ni introduction. Lakini cha pili, katika hizi rangi hizi mnazoziona zina mambo makubwa sana. Mfano rangi nyeupe, angalia shekhe amevaa rangi nyeupe, shekhe amevaa kanzu ya njano. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusisitiza sana sisi kuvaa mavazi meupe. Wanasema rangi nyeupe kuna jicho ikilitizama inaingia mpaka katika nerves za kichwa, ile white. Hii huwa inatibu hasira. Wazungu wasema anger is rose, hasira hasara. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz. Hapo miongoni mwa mambo yatakayosababisha watu kuingia peponi, kuzuia hasira. Sasa mtu akitizama rangi nyeupe, hasira huwa inaondoka. Ndio maana yule mwanamke mjanja akiona amegombana na mume wake, utandika shuka nyeupe. Yule mwanaume akija akitizama ile kala nyeupe inamuathiri, la dhahaba ma yajidu, zile hasira zompata zote zinasambaratika. Rangi nyeupe hiyo. Ndio maana utakuta hata mahoteli makubwa rangi ni nyeupe. Kuna baadhi ya rangi mkizipaka ndani, wallahi kila siku mnagombana, zinaamsha rabsha. Kuna blue bahari, ulama wa siha wanasema unaona stress inaondoka. Ufikiri wanatibika kuona bahari? Hapa ile kala ile. Angalia kuna rangi za njano mpaka zimesimuliwa ndani ya Qur'an. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqul innaha baqaratun safra'un faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin. Ng'ombe tumchinje ng'ombe gani? Ambia wa njano. Wanasema rangi ya manjano ni rangi ya ufalme, na mtu akivaa hiyo lazima ashinde katika jambo, inaongeza akili. Si mnaona duniani kote, sio Tanzania peke yake, school bus za watoto rangi gani jamani? Wewe unafuatilia tu.
Sasa tuachane na mambo ya rangi. Siku nyingine ukitaka rangi yoyote tutakwambia. Maana kuna rangi nyingine ukienda hata kumkopa mtu upewi, na wewe ndio unavaa tu mashati hayo. Habari kubwa. Kuna zingine ufalme wa kuzimu, ufalme wa kichawi. Alwan wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Angalia, Allah anasema katika sura Rum, miongoni mwa alama zake ni kutofautiana lugha zenu na rangi zenu. Nichokoze jambo, niseme siseme? Lugha zenu na rangi zenu. Kuna watu wana rangi ya pesa, sawa si sawa? Si ndio hivi tumekubaliana? Sitaji lakini simshazijua. Ofikiri Osman Michael sio mjanja kuoa rangi za pesa, unaoa kidogo. Unaoa kidogo, unatabaruku. Sallu ala alhabib. Sasa Waislamu, jicho la Mtume moja lilikuwa likiona rangi zote. Jicho lake la pili lilikuwa likiona kwa rahma, lilikuwa likiona kwa huruma. Muislamu ni huruma tosha. Kwanza vile alivyo, anapokuwepo tu rahma za Mwenyezi Mungu zinamiminika. Lakini jambo la pili, Muislamu anatakiwa awe mtu wa huruma sana. Yarhamullahu minar ruhama. Tuingie kwenye chumba cha rehema haraka. Wallahi nasikitika sana Waislamu wakikosa rahma. Nitasema jambo moja, japo halifai kusema, lakini nitalisema kwa sababu huu si Uislamu. Uislamu umekataza mpaka kukatakata miti hovyo, kuua mnyama bila sababu. Uislamu umekataza. Kuna maeneo hata kuwinda Uislamu umekataza. Uislamu mpango wake mzima ni huruma, wahurumia viumbe wa Allah. Kuna Muislamu mmoja alitodondosha kipindi fulani ndani ya Ramadhani kama ya 9 iliyopita. Huyo alikuwa ni Muislamu, alifanya jambo moja baya sana. Kuna watoto waliingia ndani kwake wakaiba. Walivyoiba watoto kama wale, baada ya kuiba akamnasa mmoja, aliwapiga ndani sana, alafu ana ndevu nyingi, alikuwa yuko ndani ya saumu chungu cha 4, Muislamu. Wale watoto, unajua kuna mwizi na mporaji. Mwizi shar'an ni yule ambaye ameingia ndani, baskeli imefungwa akavunja. Huyu mwizi. Hifadhi imani yako na imani ya ndugu zako. Mwizi akawapiga, walikuwa wataka kujaribu kuiba redio yake. Wale watoto wakawa wanalia, shekhe anatua, lakini anajinasibisha na Uislamu. Watu wasema jamani waachie, asema anayetaka mkewe au mjane aingie leo. Akatoka na yule mtoto mmoja nje. Vile alivyompiga kamngoa hizi zote, mefak hizi kafu zote kangoa. Watu wanashuhudia pale akiwa ndani ya sauti. Akachukua shoka akampasua yule mtoto kichwa pale mbele ya watu. Akasema manispa waje wachukue mzoga wao. Watu walipata simanzi ndani ya saumu. Muislamu umefunga, afijioni anaftari ashhadu an la ilaha illa Allah wa nastaghfirullah. Huyu Uislamu uko mbali na mambo hayo. Lakini pia kijana mmoja anaslimu shekhe wakati, na nalieleza hivi kwa sababu lilienda kwa sheria wa Kiislamu. Kamchukua mtoto Buguruni, anasema mtoto mchanga. Yule mtoto akamuita wa kike, akamtuma sigareti, kaniletee sigara. Alipomleta akamwambia niletee huku ndani. Muislamu huyu akafunga milango, akambaka yule mtoto, akamharibu. Alipomharibu mpaka haja kubwa anajisaidia sehemu ya mbele. Amana wakashindwa kumfanyia upasuaji, akapelekwa Muhimbili zamani kidogo. Alhamdulillah, afya yake ikarejea sawa, lakini alipopimwa ashamwambukiza maambukizi ya ukimwi ile mtoto mdogo. Waislamu hawezi kufanya hivi. Siku moja nimehudhuria hutuba ya Ijumaa msikiti wa Bungoni, khatib akawa anasimulia kisa kimetokea kwa binti mmoja wa Kiarabu. Kapata mimba, sijui ile mimba kaipata kwa bahati mbaya.
Basi mimba kama ile, yule mtoto akawa kila siku anamnyonyesha damu yake ya hedhi mpaka yule mtoto akafariki, akamzika nyuma tu ya nyumba peke yake. Mbwa akaja akafukua, akawa ameshikiliwa na polisi. Waislamu hawawi na tabia kama hizi. Hayo sio maisha ya Kiislamu. Tukio la mwisho nilolishuhudia mimi, siku moja alikuja kijana wa Kiislamu, niko msikitini, kaiba kanda mbili bovu, nafanya muhadhara kama hii, ilitakiwa watu wanisikilize. Alipigwa na Waislamu nusu akataka kufa katika mimbari. Naambia Waislamu, kwa kanda mbili za 200 takatumue mtu. Maskini katokea Mbagala, kaja kuiba, kumuuliza hata hajala, hali yake taabani, wizi si mzuri. Lakini Waislamu hawawi katika hali hiyo. Inna Allaha yabghudhu kulla ja'dhariyyin. Mtume anasema Mwenyezi Mungu anamchukia kila mtu anayekula sana, alafu mgumu, ana moyo mkatili, alim min amri dunya wa jahil min amri akhirah. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jicho lake moja lilikuwa likitizama dunia, jicho lake la pili lilikuwa likitizama kwa rahma. Siku moja kuna dada mmoja sahabia alizini, alipitiwa na ubinadamu huo, akaja mbele ya mahakama kwamba huyu itakiwa apigwe mawe. Watu wengi wakashadadia, apigwe mawe, auliwe leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsogeza, ambia njoo. Zananti, umezini? Ambia bala ya Rasulullah, laqad zananti, nimezini kweli. Ana uhakika? Ambia naam, walia hubla min az-zina, tena hata mimba nayo, nimemsaliti mume wangu, kwa hiyo basi tu ni wawe, ndio nishafumaniwa tena, na mume mutashaddidi ya wawe kansaliti. Mtume akimtizama mwanamke, sheria zimemuelekea, akamwambia njoo sasa, nikurudishe kidogo nyumbani, tusubiri kwanza hii mimba ikue. Mtume hapindishi sheria, yuko ngangari kweli kweli juu ya sheria, anatizama kwa jicho la rahma. Nenda kidogo, pengine ataisha. Mtume hazembei juu ya sheria hivyo, maana sheria ni msumeno tunasemaga. Alikuja mtu mmoja, ambia ya Rasulullah, lianna bani fulani hunaka fihi sariq, katika ukoo wa mzee fulani mtoto wao ameiba. Sasa angalia, wale ni masharifu, akikatwa mkono itakuwa aibu, ameibisha familia, kwa hiyo fanya mpango. Mtume akakasirika, uso wake ukawa mwekundu kasirful ahmar, kama kipande cha ngozi chekundu. Akasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa lao binti yangu Fatima angeiba, ningemkata mkono wake akatwe. Angalia alipokuwa ngangari na sheria. Kwa hiyo Mtume hapindishi sheria, anatizama kwa rehema. Akamwambia rudi mama. Mama akaenda, akaja, ya Rasulullah, mimba ishakuwa tena, ishafikia saatul makhaba, uchungu ushaanza kunishika, ni wawe tu, usiache yatima. Mtume amwambia la, nenda ukajifungue kwanza. Akaenda akajifungua. Siku anajifungua, anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema ya Rasulullah, nishajifungua, naomba nipigwe tu hayo mawe nipumue. Mtume amwambia nenda kamlee mtoto. Angalia rahma hii, anakwenda mtoto kishakuwa mkubwa. Ya Rasulullah, mimi tayari, watu mbona anaachwa huyu, kulikoni? Angalia Mtume Mwenyezi Mungu amwambia taali, njoo kwanza kabisa jistiri nguo zako vizuri, alafu ingia katika shimo hili, alafu utaadhibiwa, lakini utasamehewa madhambi yako yote. Ile kuingia, katokea Muislamu mmoja hana huruma hata kidogo, jazba, kachukua jiwe kubwa, hata kulibeba hawezi, kampiga nalo kwenye kichwa. Mtume akamkaribia, ambia wa idha qataltum fahsinul qitla, hata ukiua usiue kinyama. Unamuaje namna kama hii? Mtume kakasirika. Hata kama ndio hivyo basi, Mtume wa Mwenyezi Mungu
akasimamia sala yake ya jeneza. Sawu sufufakum, nyosheni safu. Omar anamtizama tu, kisha akatangulia mtume wa Allah, na kati mwenye madeni hamsali. Omar akamfuata mtume, ambia ya Rasulullah, atusalli alaiha, usiniambie utaka utuswalishe sala ya jeneza kumswalia mwanamke mzinifu, waqad zanat, amezini. Mtume akamwambia Omar, wallahi law qusmat buyutul Madina, hizi thawabu alizozipata mama huyu kujitoa kimasomaso, huzuni hii ya reiti watu wa Madina wangepewa thawabu zake, nyumba zao zisingeenea, hata Mwenyezi Mungu amempa rahma zake. Mtume alikuwa akitizama kwa jicho la rahma. Kuna bwana mmoja tu, Saad bin Muadh mujabu da'wa. Sayyidina Saad alisilimu akiwa na umri wa miaka 30, akafa na umri wa miaka 37 takribani. Na maana ndani ya Uislamu ameishi miaka mingapi? Ndani ya miaka 7 alifanya harakati mpaka nyuma. Siku moja wakiwa wanapigana vitani akauawa, damu nyingi. Wakati alipouawa aliomba tu, kapigwa kwanza jeraha kubwa, asema ya Rabbi, natoa amri ili jeraha lifunge, nipigane vita. Likabaki pale shekhi, akapigana miaka 7 hiyo. Vita vilivyoisha, sema kama uhasimu wetu na hawa watu haupo, natoa amri jeraha limwagike, lifanye kazi yake. Basi damu kubwa ikachuruzika mpaka ikapita katika hema la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliviona vile akatambua kifo chake, akawaambia masahaba, fataala ubina, changamkeni tukimbieni tukamuoshe Saad kafa, tusije tukatanguliwa na malaika kumkosha kama walivyotutangulia kumkosha Saina Handhara. Twendeni. Saad alivyokoshwa, wakati anapelekwa kuzikwa, mambo matatu yalionekana katika ule msiba. Kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatembea kwa vidole, anatitimia. Wakamuuliza, ya Rasulullah, vipi, mbona unatembea hivi? Akasema, wallahi ma ala al-ardi mawdi'a illa wa alayhi malaku samawiyya, na hapa kwa Mwenyezi Mungu hakuna sehemu ya kuweka mguu katika ardhi, ila kila sehemu wameshika malaika tashiyu janaza, wamekuja kumzika huyu bwana. Lakini sio hivyo tu, jeneza lilikuwa linaenda mbio, wasema ma khaffa, mbona jepesi? Ambia qad hamalatuhumul malaku samawiyya, wamebeba malaika. Sasa walipofika kule kaburini, Mtume alihuzunika, kisha akalia, kisha alicheka, kisha akafesi uso wake pembeni hili la kulia. Mtume akaambia, mbona unalia? Akasema, namuonea huruma Saad. Hivi sasa kaburi imembana sahaba wangu, na kubanwa huku kwa muumini ni targhib na tarhib, ni kukaribishwa kwamba bwana upo kaburini, sio nyumbani. Kumbana kwa wema, ni kijana mdogo, hakuishi sana, kafa kaitumikia dini. Angalia Mtume, machozi yanamtoka. Kafiliwa na mjukuu wake wa nafsu takaka katika miguu, amembeba, machozi yanamtoka. Watu wakamwambia, unalia? Wewe umetuambia lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in bi ajalin musamma, ay bi qadarin ma'lum, ni cha Mungu alichotupa, alichochukua ni chake, mbona unalia? Akasema, hadhihi rahmatun min Allah, huu uchungu unaosikia ni rehma ya Mwenyezi Mungu kutoka kwake, anampa mtakaye katika waja wake. Muislamu wa leo anatakiwa awe mtu wa huruma. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, wenye huruma atawahurumia Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Irham man fil ardhi, kweni huna huruma Waislamu na watu waliokuwepo ardhini. Waonee huruma machokola, sorry kwa lugha hii, street children. Wengine ni mayatima, wengine wazazi wameachana. Waoneni huruma almala, wajane. Waoneni huruma mayatima, mafukara, wasiojiweza, walemavu. Waoneni huruma watoto wadogo, waoneni huruma wazee. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqiru kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Mtume anasema, si katika sisi mtu ambaye haoni huruma na wadogo, hata kama anawaheshimu wakubwa. Lazima mdogo awe anaonewa huruma.
na tukiwa tunaishi kwa huruma, kuna kitu kinachoitwa haki na kuna kitu kinachoitwa rehma. Tukienda haki bin haki, watu wengi watakufa, watu wengi watapotea, lakini kuna kitu bora zaidi ya haki, ni rahma. Inawezekana mke unayekaa naye shekhe hakufai kabisa, lakini ana watoto wadogo, basi ingia chumba cha rahma, msamehe, mvumilie kwa ajili ya watoto wadogo. Angalia, mtu mmoja aliandikiana deni na ndugu yake, bwana nakukopesha milioni 20, ama karibu nirudishie, tuandikishiane nyumba. Wakaandikishiana, akamkopesha. Yule bwana hakuweza kurudisha wala hakuchezea pesa, mtihani tu zimepotea. Yule bwana akamuitabia, njoo sikudhulumu, nikienda mahakamani kwa tumeandikishiana nyumba yako iuzwe na mimi nipate pesa yangu. Sikudhulumu, ni haki yangu, lakini naamua kuingia kwenye chumba cha rahma. Hizo milioni 20 kaka yangu nakusamehe bure, ili familia yako isisambaratike, ili maisha yako yasiharibike, endelea na maisha yako, mimi nimekusamehe bure bure. Huyu kaingia kwenye chumba cha rahma. Lakini mtu mwingine kamkopesha mwenzie shilingi 10,000 tu, kamfuata, vipi ile pesa yangu? Bwana sijapata. Hakumvumilia, hapo hapo kampiga, kamsukumiza. Mwenzie kaingia kwenye chumba cha rahma. Kwa kweli tunakosewa na watu wengi sana, lakini kama Waislamu inatakiwa tuwe na huruma. Almuslim manfaa, Muislamu ni rahma tosha kabisa. Kuna mtu mmoja nimtaje ili ujue rahma za Waislamu. Kwanza anapokuwa Muislamu, wallahi kama Muislamu huyu anadumu na Uislamu wake, kwanza kabisa mabalaa mengi kutoka mbinguni yanasimama. Na akikaa katika nyumba, usiwakatae Waislamu kukaa kwako, hasa wanaoswali, riziki zinaongezeka katika majumba. Wallahi kabisa, Muislamu anaotekeleza amri za Allah ana nuru kubwa sana. Kutengamana naye ni rahma kubwa sana. Unajua hii dunia pumzi yake ni dini, na maisha ya dunia hayatoisha mpaka akosekane hata mtu mmoja Muislamu anayesema Allah Allah Allah. Angalia, siku moja kuna mwanachuoni mmoja anapigiwa mfano, anasema fasaatu Hassan wa khatb bin Muqlatin wa hikmatu Luqman wa zuhdi Ibrahim Adhamin. Hivi ni vyeo. Kuna mtu aitwa Hassan bin Thabit, alikuwa fasaha, mshairi wa Mtume. Kuna mwanachuoni yupo Iraki anaitwa Ibn Muqla. Huyu katika khutut ana khati akiandika utafikiri mashine. Lakini kuna mzee Luqmani amesifiwa kwa hekima, na mwanachuoni mwingine yuko kule Iraki anaitwa Ibrahim Adham. Huyu kwa ucha Mungu aliokuwa nao mpaka akaitwa zuhud, mwenye zuhudi. Mmoja Sheikh Ibrahim Adham alisafiri na mtu mmoja si Muislamu. Ni kuonesha rahma ya Muislamu na neema ya kuishi na Waislamu. Na ukijua Muislamu ni rahma duniani, pesa yenye nguvu au nchi tajiri duniani ni nchi ambazo zina uzao wa Waislamu. Hakuna pesa itashindia nchi za Kiarabu, na hakuna nchi zenye mafuta duniani isipokuwa ni nchi ndani yake Uislamu umetrend. Nchi kubwa kubwa UK, USA, zile ambazo Uislamu hauna asili kule, hazina mafuta, lakini wale Waislamu petroli yajuruna fi butuni ardhihim. Kwa ile neema ya Uislamu tu lazima neema ipatikane hali ya juu kubwa. Tabaan, basi Sheikh Ibrahim kasafiri na mtu mmoja si Muislamu. Katika safari yao ni mbali. Sheikh Ibrahim akamuuliza yule bwana imani yake ya kimasihia. Akamwambia, sasa yahe tunakwenda, lakini tutakula nini njiani? Yule bwana akamwambia, wewe si unamwamini Allah na mimi namwamini Jehova, basi tukishafika huko tutamuomba Mungu, tutapata riziki. Sheikh Ibrahim akaona mtihani mkubwa huu. Huyu bwana huyu akafunga safari, akamwambia, haya twende na akili zako,
alfikratu la tulaju illa bilfikra. Hebu twende. Walipofika sehemu njaa zikawauma, Sheikh Ibrahim akamwambia yule bwana, sasa njaa zinatuuma. Yule bwana asema sasa ndo wakati wa kumuomba Mungu. Sheikh Ibrahim akamwambia basi anza wewe, tukishakula tukifika mbele njaa zikituuma itakuwa zamu yangu. Yule bwana kajificha sehemu, kanyanyua mikono, katoa machozi. Ikaja maidatu iftar minas sama, ikaja meza ya chakula, chakula kizuri. Hili tukio lilimshangaza sana Sheikh Ibrahim. Asema huyu bwana anaabudia moto, majusi huyu, katumia uchawi, mazingaumbwe. Wewe unaona dua ndogo hiyo, biriani imeshuka, nitaomba nini mimi? Maana si taratibu hii. Wakaenda, walipofika kule njaa zikawauma tena. Yule bwana akamwambia sasa zamu yako, na wewe muombe Allah. Nimeshapiga vitu vyangu kwa Jehova, na wewe muombe Allah. Sheikh Ibrahim alielekea kibla akasema, ya Rabbi, sina cha kuomba, ila mimi najua huyu hana Mungu, hana chochote. Mimi nasema alislam dinaka fala tu'ayyir dinaka. Hiyo ndio dua yangu. Uislamu ni dini yako, usiaibishe dini yako. Naomba chakula tu kije, utajua kitakujaje. Mufaja kikashuka chakula, akapumua alhamdulillah, wakala wakashiku. Walipofika mwisho wa safari, yule bwana sema sasa hadha firaqu baini wa kila mmoja na kivyake. Ambia sawa, lakini njoo. Shekhe akamuita akaambia, mimi ninavyojua bwana, we Mungu wako hakubaliki kisheria, mimi ndo na Mungu hasa. Sasa nataka uniambie ulifanya nini mpaka kile chakula kilikuja. Kama ni mazingaumbo uniambie, usinifiche. Yule bwana akasema, kumbe wewe hujui, almuslimu manfaa, almuslim huwa rahma, muislam ni rehma. Mimi niombe nini? Mimi nilielekea kibla tu nikamwambia Mungu, Mwenyezi Mungu, unajua mimi sina chochote, lakini niko na shekhe muislamu anaumwa njaa, mpe chakula kwa fadhila yake. Hicho chakula kikashuka. Ala, kumbe umepitia mgongo wangu mimi. Ambia naam, muislamu ni huruma tosha. Naam.